Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Miongoni mwa mapendekezo ya hii kamati iliyokwenda Mtwara na Lindi kuchunguza masuala ya mgogoro wa gesi. Hii ni jambo la 4. Jambo la 5 ambalo naitaka serikali ilete bungeni. Spika mpya alipoingia alianza utaratibu wa tofauti na miaka mingi ya nyuma, ambapo ukiondoa kamati kama hiyo ya Makinda ya kuhusiana na mgogoro wa gesi, kamati nyingi zilikuwa zinaundwa ni kamati teule. Iliundwa kamati ya sakata la Jairo, ziliundwa kamati teule kadhaa miaka kadhaa. Huko nyuma kuliundwa kamati ya swala ya Richmond, kamati teule za bunge. Spika wa safari hii ameingia, utaratibu wa kuunda kamati teule ni kama vile umekufa. Yaani upo kwenye kanuni za bunge, lakini kwa miaka kadhaa sasa, tumefika mwaka 2019, toka mwaka 2015 tulipoanza bunge hili. Mimi nikiwa mbunge wa Kibamba sasa, toka nikiwa mbunge wa Ubungo, sasa nikiwa mbunge wa Kibamba. Kimsingi mambo makubwa yanatokea. Imetokea swala la almasi, kukaundwa kamati ya spika. Imetokea swala la Tanzanite, kukaundwa kamati ya spika. Kaundwa kina kamati ya spika kuhusu gesi. Na spika kwa sababu anajua amekwepa kuunda kamati teule, ripoti zikitoka anazikabidhi moja kwa moja kwa serikali, haziendi kujadiliwa bungeni. Sasa spika aliunda kamati vile vile kuhusu masuala ya gesi kupitia mikataba. Spika wa sasa Job Ndugai, kupitia mikataba mbalimbali ya utafutaji wa mafuta na gesi kimsingi. Kwa hiyo kama jambo la 5 sasa, nitoe mwito kwa spika wa bunge, na sio spika wa bunge peke yake, kwa serikali, kwa sababu serikali ilipewa nakala hiyo ripoti. Tarehe 28 serikali inapokwenda kusoma bajeti yake bungeni, ieleze vile vile pendekezo kwa pendekezo utekelezaji wa mapendekezo yaliyokuwa kwenye ripoti ya uchunguzi iliyoundwa na spika kuhusu gesi, na spika awezeshe wabunge tupewe nakala ya hiyo ripoti ili tupime kati ya maelezo ya serikali kuhusiana na utekelezaji wa mapendekezo ya kamati ya spika kuhusu gesi na utekelezaji halisi uliofanywa na serikali, tuko katika hatua gani kuhusu gesi. Nasema haya masuala ya gesi ni makubwa kwa sababu tu tumeweka pembeni miradi ya gesi kwa sehemu kubwa. Na kati ya mradi ambao umewekwa pembeni, na kwa sauti kubwa sana niseme kwamba umewekwa pembeni, ni mradi wa kitu kinachoitwa LNG plant, liquefied natural gas plant, ambayo ilipaswa kujengwa kusini. Huu ni mradi mkubwa kuliko Stiglas, ni mradi mkubwa kuliko SGR, Standard Gauge Railway, ni mradi mkubwa kuliko biashara ya ndege. Kwa sababu mradi mmoja peke yake wa liquefied natural gas ambao ungesindika ile gesi asilia inayopatikana Lindi na Mtwara. Huu mradi mmoja peke yake kwa makadirio ya wataalamu unagharimu kati ya dola kwanza niseme ni USDs, dola bilioni 20 mpaka bilioni 30 US dollars, bilioni 20 mpaka 30, ambao ukigeuza kwa haraka tu kwa kutumia shilingi 2000, huu mradi ni wa shilingi kati ya trilioni 40 mpaka trilioni 60. Hakuna mradi toka kuumbwa kwa nchi yetu, hakuna mradi wowote uliowahi kuwa mkubwa kwa kiwango cha mradi huu mmoja. Kwa kama mradi huu tungefanikiwa kufikia makubaliano mapema kati ya serikali ya Tanzania na nchi washirika ambazo kwa ukubwa mradi huu hautekelezwi na nchi moja, yaani nchi zile zinazotafuta gesi kule Lindi na Mtwara na nyingine ambazo zimeshaanza kuvuna gesi, iwe ni Norway, iwe ni Uingereza, iwe ni Uholanzi, iwe nchi mbalimbali ambazo zinahusika na gesi kule, zimeungana pamoja kujaribu kuunda ubia wa aina fulani wa kutekeleza mradi huu kwa kuingia ubia na serikali ya Tanzania. Lakini mradi huu umekwama. Mradi huu ungeanza kutekelezwa, yaani kiwango hiki cha fedha kingeanza kuingia kwenye uchumi wa nchi yetu kutoka nje. Huu kwa kiwango chake hauwezi kutekelezwa kwa pesa za ndani. Ndio maana niwachekeshe tu, serikali ya nchi yetu kwenye mradi huu unaogharimu bilioni kati ya 50 mpaka 60,
serikali ya Tanzania imetenga na itawapa matumaini tarehe 28 kwamba ina moyo inatekeleza mradi. Serikali ya Tanzania imetenga bilioni 6.5 kwa bajeti ya mwaka 2019 2020. Alafu itatumia bilioni 6.5 kuambia Watanzania we are on the right track, kwamba mradi huu wa LNG umeanza kutekelezwa, tumeingiza kwenye budget shilingi bilioni 6.5. Mradi wa trilioni 60 au trilioni 40 trilioni. Serikali ya Tanzania imetenga bilioni 6.5. Alafu itatumia hiyo bilioni 6.5 kuaminisha Watanzania kwamba eti imeshaanza mkakati wa utekelezaji wa huo mradi. Alafu kituko cha ziada ni kwamba hii bilioni 6.5 ni kiwango hicho cha fedha vile vile serikali ilitenga kwenye bajeti ya mwaka uliopita. Yaani mwaka uliopita ilitenga hizo bilioni 6.5, bajeti ya 2018-19, bilioni 6.5. Haikutekeleza. Safari imerudia tena, imeweka kiwango kile kile. Na ikisema sasa inaanza utekelezaji wa mradi wa LNG unaanza. Mradi unaohitaji trilioni 40 mpaka trilioni 60. Kwa kweli serikali kimsingi inawahadaa watu wa kusini na inawahadaa Watanzania. Lakini kwa Watanzania wote, hiki kiwango cha fedha kingeingizwa kwenye uchumi wa nchi, hii hali inayosemwa sasa ya vyuma kukaza, hii hali ingetoweka. Kwa sababu kiuchumi sasa hivi serikali kwa kuwa inakosa pesa kwa wahisani au pesa za mikopo ya masharti nafuu kama ambavyo imekosa kwenye mradi wa Stiglas, inachukua fedha za mapato yetu ya ndani, yani kodi ambazo tunalipa mimi na wewe, inaziingiza kwenye miradi ambayo wakandarasi wake sio wakandarasi wa ndani. Yaani kama huo mradi wa Stiglas unazungumzia Arab contractors kutoka Egypt na washirika wake. Kwa hiyo inachukua pesa kwenye uchumi wa nchi, inazirusha kuzipeleka nje kwa kiwango kikubwa, alafu ndani kwenye mzunguko wa uchumi wa nchi hali inakuwa ngumu, vyuma vinakaza. Lakini kama mradi wa LNG ungetekelezwa, kwa sababu pesa zake zinatoka nje, hatutarajii kwamba trilioni 6 serikali Tanzania inaziweza, haiziwezi. Trilioni 40 haiziwezi. Ni mambo makubwa sana ya kiuchumi ambayo kwa serikali ya yetu ya kipato chetu ni ngumu. Lazima iingie ubia, sisi tupate maslahi kwa msingi wa win-win. Lakini kiwango kikubwa cha fedha kitoke kutoka kwa wadau wengine ambao wana maslahi katika uwekezaji kwenye gesi asili kwenye kusini, Lindi na Mtwara na maeneo mengine. Lakini sasa wangeingiza hizi pesa, ghafla kwenye uchumi wetu ungekuwa na kiwango kikubwa sana cha fedha za kigeni, forex, ambazo zingegeuzwa kwa fedha za ndani. Maisha yasingekuwa hivi yalivyo, maisha yasingekuwa magumu kwa kiwango ambacho yako hivi sasa. Na ndio maana nazungumza haya kwa sauti kubwa sana, kwa sababu tu yanagusa maisha yetu kila mmoja wetu. Sasa kwa sababu hiyo nitaomba, kwa sababu ya muda, jambo la mafuta nisilizungumze kabisa kwa leo, taitafutia wakati mwingine. Jambo la mafuta ambalo ningezungumzia kuhusu haya matumaini tunayojengewa juu ya ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Uganda mpaka Tanga, na nini kinaendelea hasa kiukweli, tofauti na kinachosemwa nje. Sasa hili la bomba la mafuta naomba leo nisizungumze kwa sababu ya muda, tutaitafutia wasaa wakati mwingine. Lakini nimalizie kwa kutoa rai ambayo ni jambo langu la 6 na la mwisho kwa Tanzania. Kwa ukubwa wa haya niliyoyazungumza, mjadala huu wa umeme, gesi, mafuta haupaswi kuwa ni mjadala wa Chadema peke yake, au haupaswi kuwa ni mjadala wa waziri kivuli wa nishati peke yake. Huu mjadala unapaswa kuwa wa Tanzania. Kwa walioko kwenye mitandao ya kijamii, natarajia na naomba sana kuanzia leo waanze kuiuliza serikali. Waanze kuuliza serikali. Kwanza waitake serikali ipeleke mikataba bungeni. Kwa tuanze kutaka, kama ni hashtag ya mikataba bungeni, mikataba gesi asilia bungeni, mikataba gesi bungeni, au kwa lugha yote ya Tanzania tunataka kuzungumza, tuanze kutaka mikataba ya gesi iende bungeni. Mradi kama huu wa Stiglas, tutake mikataba iwekwe hadharani. Kwa mkataba wa Stiglas nao tutake mkataba uwekwe hadharani. Kama hawezi kuweka hadharani kupitia vyombo vya habari, basi mkataba upelekwe bungeni ili wawakilishi wananchi wenye mamlaka kwa mujibu wa katiba ibara ya 63 ibara ndogo ya pili waweze kuishauri na kusimamia serikali ipasavyo. Kwa hiyo la pili kwenye hilo jambo la 6 ambalo linahusu wananchi na wadau wote nje ya bunge ni kwamba mjadala uwepo wa kutaka haya niliyoyasema kuanzia mwanzoni, jambo la kwanza mpaka la 5, serikali itakiwe na wananchi kuwajibika kuhusu masuala haya ili hatua ziweze kuchukuliwa.
Likibaki kama jambo la Chadema peke yake au jambo la waziri kivuli wa nishati peke yake, serikali itaona hii ni sauti iliyo nyikani. Hii sauti iko nyikani, serikali inaweza isichukulie kwa uzito mkubwa kama ambavyo ikiwa ni sauti ya Watanzania wote wanataka haya mambo matano yafanyiwe kazi. Mambo yote haya ya ripoti zinazotakiwa kuwa bungeni, tutake ripoti za uchunguzi ziende bungeni na kadhalika. Ili mwisho wa siku mjadala wa nishati usiwe tu mjadala wa siku mbili kwamba serikali inasoma hotuba tarehe 28, kila mtu anasubiria tarehe 28, anasikiliza hotuba ya serikali, kamati inasoma, kambi ya upinzani inasoma, wabunge wanachangia tarehe 28, 29 mjadala umefungwa, mambo yanabaki kuwa yale yale. Kwa ukubwa wa jambo hili tusikubali mambo yawe yale yale. Ndio maana inabidi tuanze mjadala kuhusiana na masuala ya nishati ambayo ndani yake kuna sekta ndogo ya mafuta, sekta ndogo ya gesi na sekta ndogo ya umeme. Tuanze mjadala kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari kuanzia leo, uendelee kesho, uendelee kesho kutwa, uendelee tarehe 29 wakati wa uhitimishaji, na baada ya hapo tuendelee mjadala. Kwa sababu kupitishwa kwa bajeti ya nishati peke yake tarehe 29 hakufungi mjadala, kwa kuwa bado bajeti kuu ya nchi inakwenda kuwasilishwa mwezi Juni. Kwa kama kuna mambo ambayo Wizara ya Nishati itayakwepa, ijue inayakwepa kwa muda tu, kwa sababu bado tunakwenda kwenye bajeti kuu ya nchi. Kwa hiyo haya yatatokea tu kama nyinyi wa Tanzania kwa ujumla wenu wote mkaona uzito haya mambo matano niliyozungumza, na tukafanya hatua ya 6 ya pamoja ya kutaka hatua hizo 5 ziweze kuchukuliwa na serikali kupitia mitandao ya kijamii na kupitia vyombo vya habari. Mheshimiwa wanahabari, nimezungumza mengi. Bahati mbaya hakuna press release inayokwenda na huu mkondo niliouzungumza, kwa sababu yalikuwa yanazungumzwa tu impromptu hapa. Kwa hiyo nitaomba myachukulie kwa uzito unaostahili, lakini mkuu wetu wa idara ya habari na mawasiliano anaweza kufanya analysis yake ya haya niliyozungumza na nini. Kwa wale ambao watahitaji hiyo analysis, mtamuona, mtawasiliana na Makena, atawaeleza utaratibu wa kuwezesha hiyo analysis. Lakini kwa maana ya taarifa yangu kwa vyombo vya habari, mkutano wa leo hakuna taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na waziri kivuli wa nishati, bali ni mazungumzo yangu mimi na nyinyi wanahabari, na naomba kwa kuwa mna vifaa vingi vya kurekodia, basi mtranscribe kutokea kwenye yale niliyozungumza muweze kuchukua hatua zinazostahili. Kwa sasa naomba nikaribishe maswali kama yapo. Asanteni sana. Nashukuru sana.